Awali taarifa ilieleza kwamba mechi ya Simba dhidi ya JKT itachezwa kule mkoani Tanga, lakini taarifa ni kwamba mechi itachezwa pale pale kwenye dimba la Meja Isamu huyo, kwa sababu dimba liko vizuri na dimba halina matatizo. Hivyo kuelekea kwenye mechi ya hapo kesho, tayari kwa upande wa Mwalimu Fadu Davis ameweza kuandaa jeshi lake ambalo litakwenda kupambania alama 3 mbele ya JKT. Na kama ambavyo tunafahamu, mchezo uliopita kwa upande wa klabu ya Simba waliweza kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Mashujaa, moja ya mechi ambayo ilikuwa na vikolombwezo vingi kweli, lakini kwa sasa tayari yameshasaurika. Wanachokifikiria kwa upande wa klabu ya Simba ni kuendelea kupambania alama 3 kwa ajili ya kujiweka sehemu sahihi ya kuendelea kupambania ubingwa ligi kuu Tanzania bara. Lakini kabla sijakupatia taarifa ya kikosi ambacho kitakwenda kutumika moja kwa moja na idadi ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika hapo kesho, ni kukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu sana tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Simba ambacho kitakwenda yani wale wachezaji wote ambao watakwenda kutumika moja kwa moja kwenye mechi hiyo dhidi ya JKT Tanzania. Kwa upande wa magolikipa ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo, tunafahamu mechi zote magolikipa ni lazima wawe wawili. Hivyo kwa upande wa golikipa Ali Salim yupo kwenye orodha kati ya wachezaji ambao watakwenda kutumika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Wakati huo pia golikipa Musa Kamala naye pia atakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Maana kwamba chaguo kwa upande wa mwalimu, yeye ndio atatazama ni golikipa gani hasa ambaye ataanza kwenye kikosi cha kwanza. Lakini pia kwenye upande wa mabeki ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo, yupo pamoja beki Shomari Kapombe, lakini pia yupo David Kameta Duchu, wakati huo pia yupo Mohamed Hussein Zimbo Jiyara, wakati huo pia yupo Valentino Nouma. Kwa upande wa mabeki katikati yuko Abraza Kihamza, yuko Chefondo Malone pamoja na Chamu Karabu. Na hiyo ni orodha kwa upande wa mabeki ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mechi dhidi ya JKT Tanzania hapo siku ya kesho. Lakini pia wachezaji ambao wanacheza kwenye maeneo ya katikati, yani viungo, yupo Yusuf Kagoma, lakini pia yupo Fabrice Luamba Ngoma baada ya kukosekana kwenye mchezo uliopita kuelekea kwenye mechi hapo kesho. Kwa upande wa Mwalimu Fadu Davis ameona sasa ni muhimu kwa upande wa Fabrice Luamba Ngoma kwenda kutumika kwenye mchezo huo. Lakini pia Debra Fernandez naye pia yupo kwenye orodha wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Wakati huo pia Agostino Okejefa naye yupo kwenye orodha wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Tunafahamu kwa upande wa Jean Charles Ahoua mchezo uliopita alikosekana, lakini kuelekea kwenye mechi hapo kesho kwa upande wa Mwalimu Fadu Davis inaonyesha kabisa kwamba anahitaji kuona timu yake ikiwa inashinda kila mchezo. Hivyo Jean Ahoua ameweza kurejeshwa kunako kikosi. Wakati huo pia kwenye eneo la wachezaji ambao wanacheza kwenye pembeni yupo Joshua Mutale, wakati huo pia yupo Eli Mpanzu, wakati huo yupo Edwin Balua, lakini pia yupo Kibu Dennis pamoja na Awesu. Maana kwamba hiyo ni orodha kwa wachezaji ambao wanacheza kwenye maeneo ya pembeni. Washambuliaji ambao watakwenda kuhusika, yupo Steven Mukwala baada ya kuanza bench kwenye mechi iliyopita, lakini huenda pia kuelekea hapo kesho mwalimu atatazama kuona ni namna gani atasaidiana yeye pamoja na Leonel Atebambida ambaye alimaliza dakika 90 na aliweza kufunga mabao 2 kwenye mechi iliyopita dhidi ya Mashujaa.